Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Siku ya leo natamani tujifunze kuhusiana na kitu kinachoitwa spiritual map. Kumekuwa kuna ramani za kimwili ambazo tunaziona kwa macho, lakini pia kuna ramani za rohoni, ama kuna ramani za kiroho, ama kuna ramani ya kiroho. Kila mtu pale ulipo katika mwili, kuna mahali ulipo katika roho. Kwa hiyo kuna haja sana ya kugundua ramani ya kiroho. Leo natamani kutoa introduction kidogo tu, na baada ya hapo nitatoa kwa urefu YouTube, na kama ikiwezekana nitakuwa nikikata vipande na kuvileta TikTok. Mimi naitwa mtumishi wa Mungu Mwesiga, na hii ni Spiritual Command Ministry. Kwanza kuna mambo ya msingi ya kuzingatia. Jambo la kwanza, hakikisha macho yako ya rohoni yanafanya kazi vizuri. Tofauti na hapo nitakuwa nakupigia kelele tu. Kwa hiyo ili kuelewa hii ramani ya kiroho, hakikisha macho yako ya rohoni yanafanya kazi vizuri na una uwezo wa kuyatumia. Lakini jambo la pili, hakikisha elimu yako ya rohoni ni kubwa kuliko elimu ya mwili. Hakikisha elimu ya mwili haitawali elimu ya rohoni, ila hakikisha elimu ya rohoni inaitawala elimu ya mwilini. Kuna umuhimu sana kujua haya, kwa sababu elimu ya mwilini ina maana ndio, lakini pia kuna namna inalenga kuharibu elimu ya rohoni. Kwa hiyo ni bora kuwa na elimu ya rohoni kuliko, kwa ukubwa zaidi kuliko elimu ya mwilini. Lakini jambo jingine ni kwamba hakikisha mafanikio yako ya mwilini yana correspond na mafanikio yako ya rohoni. Kwa kuwa kuna watu ambao wamekubali kuziuza roho zao ili mafanikio yao ya mwilini yaonekane. Kwa hiyo unielewe hapa, hakikisha mafanikio yako ya rohoni yanaendana na mafanikio ya mwilini, na mafanikio ya rohoni ndiyo yakawe chanzo cha mafanikio ya mwilini. Ukifanya hivyo utaweza kunielewa. Lakini mafanikio ya mwili yakiwa chanzo cha kuharibika roho yako, huwezi kunielewa, utaandika matusi tu hapa. Kwa hiyo inabidi tukubaliane kwamba utawala wa dunia hii upo chini ya mamlaka ya roho. Kwamba kuna watawala wanaotawala dunia hii mwilini, lakini wao wapo chini ya watawala wanaoitawala dunia hii rohoni. Sasa kuna changamoto. Kuna wanaotawala dunia hii rohoni kwa sababu ya wale watawala wa mwili kuto kujua thamani yao na kuamua kuuza roho zao ili waweze kuitawala dunia hii, wakati roho zao zikiwa zinatawaliwa. Kwa hiyo kuna uwezekano wa kuingiliwa, kwa maana ya kuwa na ufahamu wa mtu mmoja mmoja, kwa maana ya viongozi wa juu sana katika nchi ama katika eneo, ambao wameshindwa kuweza kuitawala nchi kwa nguvu yao ya rohoni, mpaka wakafikia watafute nguvu za roho nyingine zisizotoka kwa Mungu kwa ajili ya kuitawala dunia kupitia kuziuza roho zao. Kwa hiyo hapo tunabidi tuelewane. Kuna watu ambao wapo hawapimwi kwa pesa, hawapimwi kwa umaarufu, hawapimwi kwa mali, ila wana uwezo mkubwa rohoni wa kuitawala nchi ama dunia, na kile wanachokisema ndicho kinachotokea. Kwa hiyo mtu mwenye mamlaka ya juu ya rohoni ana uwezo wa kuifanya chochote kile dunia, na hawa walioko mwilini wakapokea kana kwamba hakuna kilichotokea, wakapokea kama nature. Lakini kumbe kuna mtu mmoja anayeweza kuitawala roho, amesema hicho kitu kitokee. Hivyo basi, lolote baya linalotokea katika nchi fulani kutokana na uongozi wa nchi hiyo ama utawala wa nchi hiyo, kwa mtu mwenye uwezo wa kiroho, kwa mtu mwenye mamlaka ya kiroho, ni aibu kwake kukutwa anaandamana kwa mtu mwenye mamlaka ya kimwili ili mahitaji yake yafanikiwe. Wewe ili upate nafasi yako ya kimwili inatokana na mamlaka ulionayo katika ulimwengu wa roho. Utakaposhindwa kuitengeneza mamlaka ya rohoni, utaishia kuwalalamikia wale wenye mamlaka ya mwili kwa nini hawajaweza kukufanikisha kuwa katika nafasi ya juu zaidi. Kwa hiyo mamlaka yenye nguvu kuliko mamlaka zote ni mamlaka ya rohoni.
mamlaka inayopokea maelekezo kutoka kwa mamlaka nyingine ni mamlaka ya mwili inapokea maelekezo kutoka kwa mamlaka ya roho. Kwa hiyo ikitokea tukapata watu wenye mamlaka ya rohoni, kwanza wanaojua kwamba wana mamlaka, lakini pili wanaojua namna ya kuitumia mamlaka hiyo, basi kuna baadhi ya changamoto nyingi zaidi zitaondoka katika nchi ama katika dunia. Kwa hiyo tunabidi tujue kwamba kuna vitu vinaitwa mali, kuna vitu vinaitwa pesa, kuna vitu vinaitwa mafanikio, kuna vitu vinaitwa maarufu. Ni viwango vya mafanikio ya watu wa mwilini. Lakini ushindi wa watu wenye nguvu ya rohoni haupimwi kwa hivyo vitu, kwa maana ya mali, fedha, umaarufu. Hapana, haipimwi kwa hivyo vitu, inapimwa kwa vitu vyenye thamani iliyo juu ya hivyo vitu. Ndio maana shetani yupo radhi akupatie pesa, lakini aichukue roho yako. Kwa maana ya kwamba roho yako ina nguvu kuliko fedha. Lakini kwa kuwa ujui namna gani ya kuitumia mamlaka ya rohoni, na ujui ni kwa nini ama ni nini kilichopo hapo, ni siri gani iliyopo hapo, inakuwa rahisi kwa wewe kuachilia roho yako itawaliwe ili upate mali. Kwa hiyo ninawaomba, wakati hii naitumia kama introduction ya ramani ya kiroho ama spiritual map, na urefu zaidi nitapatikana katika akaunti yangu ya YouTube ya Servant of God Mwesiga, ambayo ipo YouTube, ndio imeanza. Kule tutapata detail kwa urefu kuhusiana na spiritual map. Hapa sijaongelea chochote kile kuhusiana na spiritual map, nimeongelea tu kuhusiana na introduction, kwa maana ya kifupi ama mwanzo wa somo hili. Ni nini ambacho watu wanatakiwa wajue. Kwa hiyo sisi watu tunaomtumikia Mungu, na kuna kumtumikia Mungu na kuna kuwa na mamlaka ya kimungu. Sisi watu ambao tuna mamlaka ya kimungu hatutaki kuyachukulia mambo kama wanadamu wanavyoyachukulia. Kuna watu ambao wanapata benefit kutokana na kile kinachotokea, na kuna watu ambao wanatumika kama chambo kwa ajili ya benefit za wengine kupatikana. Kwa hiyo namna ya kudai haki ya mtu mwenye mamlaka ya kiroho na namna ya kudai haki ya mtu mwenye mamlaka ya kimwili ni vitu viwili tofauti. Namna ya kudai haki kwa mtu mwenye mamlaka ya kiroho ni mamlaka kubwa ambayo inatumika kuangusha ama kuziangusha mamlaka nyingine ndogo. Ikiwa unajua wewe ni nani, ikiwa unajua una mamlaka gani, huwezi kuhangaika na mamlaka za chini yako. Mwili usikuchanganye. Maumivu ya mwili yasiichanganye roho yako. Hisia za kimwili zisiichanganye roho yako. Roho yako ni kitu strong ambacho ni kikubwa kuliko changamoto yoyote unayokutana nayo. Mungu awabariki. Karibu kwa ajili ya urefu zaidi utakaopatikana katika akaunti ya YouTube, lakini pia nitakuwa nikitoa vipande katika akaunti ya TikTok. Bwana Yesu asifiwe sana. Mbarikiwe watu wa Mungu.